Mahali pengine Biblia inasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Sema nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kitu ambacho shetani anapambana nacho katika maisha ya Mkristo, kuiba furaha ya ibada ya Mkristo. Shetani akifanikiwa kuiba furaha ya ibada ya Mkristo, amefanikiwa kila kitu. Shetani akiiba furaha ya ibada ya Mkristo, ameiba kila kitu, kwa sababu kama hakuna furaha ya ibada, huwezi ukafurahia maombi, huwezi ukafurahia sifa, huwezi ukafurahia chochote katika ibada. Leo hii tuna watu wanaenda ibadani, wana ratiba zao. Akifika ibadani, akiangalia upepo, akaona ibada ni ndefu, anatoka amekwazika, anaondoka, kwa sababu furaha ya nyumba ya Bwana imeibwa. Lakini kamkute Mkristo huyu kwenye mechi ya Simba na Yanga, mechi ya kuchezwa saa 12, yeye saa 8 amekaa anaangalia uchambuzi, kwa sababu furaha yake imeibiwa, imepelekwa kwenye maisha mengine, mahali ambapo mwimba Zaburi anasema haoni sababu ya kukaa siku 1000 kwingineko. Lakini shetani ameipeleka furaha ya Wakristo wengi kwingineko, na sio katika nyumba ya Bwana. Unaenda kanisani na mkuta Mkristo ni Mkristo mstaarabu wakati wa ibada. Ukisema wakati wa sifa ni Mkristo mstaarabu. Ukisema piga makofi, anapiga kama ana majipu kwa pani, anapiga kistaarabu. Lakini kamkute Mkristo huyu ukumbini kwenye sherehe, na sherehe yenyewe sio ya ndugu yake, ukamkute jinsi anavyocheza, tamshangaa, tusema ni huyu Mkristo. Na saa nyingine unakuta ni mzee wa miaka 60, kamkute anacheza kama kijana wa miaka 25 kwenye sherehe, lakini sio katika nyumba ya Bwana. Furaha ya nyumba ya Bwana imeibwa ndani yake, haipo. Lakini akiwa kwingineko ana furaha, anaweza akacheza, anaweza akajiachia, anaweza akaimba kwa furaha, anaweza akaruka kwa furaha, lakini si katika nyumba ya Bwana. Na hii ni kwa sababu furaha haipo. Lakini mwimba Zaburi anatuambia anayo furaha kuwemo nyumbani mwa Bwana. Ni bora akaishi nyumbani mwa Bwana siku moja, lakini sio kuwa na maisha ya siku 1000 mahali penginepo. Natamani ungeibeba hii furaha, ingie ndani yako, uone namna gani Mkristo anapaswa kuitunza furaha ya nyumba ya Bwana, namna gani Mkristo anapaswa kuishi na furaha ya nyumba ya Bwana. Leo hii watu wengi, shetani ameiba ile furaha ya nyumba ya Bwana. Watu hawafurahii ibada. Mtu anaenda ibadani, ana muda wake, amejipangilia muda. Wimbo ukiwa mrefu anasema siku hizi nyimbo zinaimbwa ndefu sana, zinavuta ibada. Kwani wimbo ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya kukusifu? No. Wimbo ni kwa ajili ya kumsifu Mungu. Kwani unapata shida na wimbo mrefu unaomsifu Mungu? Hiyo yote ni kwa sababu mtu hana furaha na nyumba ya ibada. Kwenye ibada maombi yanakuwa marefu. Shida ni nini? Hana furaha na nyumba ya ibada, hana furaha ya ibada, hana furaha na nyumba ya Mungu, hana furaha moyoni mwake. Kwa hiyo chochote kinachofanyika kinafanyika katika hali ya kukikosoa, kwa sababu furaha ya nyumba ya Bwana imeondoka.